Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo kwa chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na vuta ni kuvute ya muda hivi sasa, lakini inaonekana kilele chake hasa ni kuanzia kwenye tarehe 25 ya mwezi Aprili. Nayo si movement nyingine bali ni mvutano baina ya serikali ya nchi ya Mali ikiongozwa na Assimi Goita ambaye ni rais wa nchi hiyo dhidi ya vikundi vinavyopatikana katika upande wa magharibi. Kundi kama la JNIM, Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin, pamoja na kundi la FLA, Azawadi Liberation Front, ambalo actually ni kundi linalonasibishwa zaidi na watu wa kabila la Tuareg. Sasa movement hii ni movement ya muda mrefu, lakini ili uweze kuielewa zaidi, labda nikurudishe nyuma, huenda ukanifahamu vizuri. Kwenye takriban mwaka 2011, baada ya kuanguka kwa serikali ya Muammar Gaddafi katika nchi ya Libya, eneo la Sahel liliingia katika muonekano mpya. Na nikizungumzia eneo la Sahel, maana yake ninazungumzia eneo la kuanzia katika upande wa nchi ya Sudan kuelekea katika nchi ya Chad, kuelekea katika nchi ya Niger, kwenda katika nchi ya Mali, kwenda mpaka Senegal, Mauritania na kuja mpaka sehemu za kaskazini mwa nchi ya Burkina Faso. Eneo hili lote lilianza kupata muonekano mpya. Na lilipata muonekano mpya kwanza kwa kuzingatia jamii ya watu wanaopatikana katika eneo husika, hasa eneo la tabaka ya nchi ya Algeria, nchi ya Libya, nchi ya Niger pamoja na nchi ya Mali. Eneo hili katika upande wa kusini na mashariki mwa nchi ya Algeria wanapatikana jamii ya watu kama Watuareg. Lakini vile vile ukienda katika upande wa kusini mwa Libya wanapatikana pia jamii ya watu wa namna hiyo hiyo, na upande wa magharibi mwa nchi ya Niger wanapatikana pia jamii ya watu wa Tuareg. Lakini vile vile upande wa kaskazini mwa nchi ya Mali wanapatikana pia jamii ya watu wa namna hiyo hiyo, jamii kama ya watu kutoka katika kabila la Tuareg. Kwa hivyo usafirishaji wa silaha kutoka katika nchi ya Libya kuelekea katika maeneo yote ya Sahel lilikuwa ni jambo ambalo ni jepesi, na hasa kitovu chake katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Mali, kwa kuzingatia kwamba jamii ya watu wa Tuareg katika upande wa kaskazini mwa Mali ni muda mrefu wamekuwa wakihitaji kujitenga na nchi ya Mali kwa madai mengi, ikiwemo kutengwa katika harakati za maendeleo, kwa maana kwamba kusini mwa nchi ya Mali ndio maendeleo mengi yanapatikana. Maana katika upande wa Bamako na maeneo mengine ambao wanapatikana zaidi jamii ya watu ambao actually wenyewe ni wa Afrika moja kwa moja, maana yake sio mchanganyiko wa kama vile wanaopatikana jamii ya watu wa Tuareg ambao actually ni watu wamechanganyika kama mfano wa Afrika, tuseme kama jamii ya Waarabu na watu weusi. Lakini vile vile ni jamii ya wafugaji zaidi kuliko upande wa kusini mwa nchi ya Mali. Pamoja na kwamba kusini mwa nchi ya Mali ndio sehemu ambayo inazalisha zaidi, kwa kuzingatia sehemu kama za machimbo ya dhahabu mengi yanapatikana katika upande wa kusini mwa Mali. Lakini vile vile shughuli za kilimo nyingi zinafanyika katika upande wa kusini mwa Mali, na shughuli za kimaendeleo nyingi ziko katika upande wa kusini mwa Mali. Kwa hivyo ukiangalia harakati za watu wa jamii ya Tuareg kukusudia kujitenga na nchi ya Mali zilianza toka miaka ya 60. Kwa takriban mwaka 63 ndipo walifanya movement yao ya kwanza ya kuhitaji kujitenga. Kwa hiyo harakati yao imekuwa ni harakati inayokuwa na kufa, inakuwa na kufa kwa kipindi fulani. Lakini kwa miaka ya karibuni, maana yake baada ya kuanguka kwa serikali ya Muammar Gaddafi, ilikuwa ni fursa nzuri zaidi ya wao kuweza kupata uwezo kutokea katika nchi ya Libya, kwa maana silaha zilikuwa zinasafirishwa kutoka katika nchi ya Libya kuweza kupasishwa mpaka katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Mali kuweza kusapoti harakati za jamii ya Tuareg. Katika mwaka 2012 harakati yao ilikuwa ikiongozwa na chama ambacho kinajulikana kama National Movement for the Liberation of Azawad, MNLA. Wakati harakati yao inaendelea, ambayo ilikuwa imeshaanza kupata momentum au imeshaanza kupata nguvu ya kushika baadhi ya maeneo ya upande wa kaskazini, harakati yao ilikuja kusapotiwa na vikundi viwili vya Kiislamu.
Kundi la kwanza linajulikana kama MOJWA, Movement of Jihad and Oneness in West Africa. Lakini vile vile upande wa pili lilikuwa likisapotiwa na kundi la Ansaruddin. Kwa ina maana makundi mawili, la Movement of Jihad and Oneness lilikuja kuungana na kundi la Ansaruddin kuweza kutoa support katika kundi la National Movement for the Liberation of Azawad. Wakati harakati inaendelea, makundi haya mawili ya MOJWA pamoja na Ansaruddin yalikuja kutake over au yalikuja kuitawalia ile harakati ya iliyokuwa imeanzishwa na jamii ya watu wa Tuareg, ikawaweka pembeni na kisha wenyewe ndio wakatawalia lile eneo la kaskazini. Katika mazingira ya namna hiyo, yalilazimisha serikali ya Bamako, kwa maana kwamba serikali ya Mali, kuweza kuomba msaada kutoka katika nchi ya Ufaransa, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Ufaransa ndio nchi ambayo imeitawala nchi ya Mali. Kwa hivyo Ufaransa walikuja pamoja na kupata sapoti ya nchi zingine kuja kupambana na vikundi hivi viwili ambavyo vilikuwa vimedictate au vimetawalia upande ule wa kaskazini mwa nchi ya Mali, kundi la Ansaruddin na kundi la MOJWA, kwa maana kwamba Movement of Jihad and Oneness. Vita ilikuwa ni kali, ambayo ilikuwa inajulikana kama War Without a Picture, kwa maana ya kwamba kutokana na maafa yaliyotokea yaliokuwa yakiendelea kufanywa na serikali ya Ufaransa katika vita yake, maana yake hata waandishi wa habari walikuwa wanakatazwa kwenda kuhudhuria katika vita husika na kuchukua baadhi ya matukio. Katika kipindi ambacho vita bado inaendelea baina ya nchi ya Ufaransa na kundi la Ansaruddin pamoja na movement na MOJWA, kundi la MOJWA asili yake ni kundi la Al-Qaeda, maana yake lilijitenga kutoka katika ile wanaita Aqim Al-Qaeda in Maghrib, yani tawi la Al-Qaeda la upande wa Afrika Magharibi. Ili MOJWA asili yake inatokea kule, maana yake lilijitenga. Kwa hivyo likaenda ku coordinate na kundi lingine ambalo lilijitenga kutoka katika kundi la Al-Qaeda, linajulikana kama Al-Mulathimina, likiongozwa na mtu anaitwa Mukhtar bin Mukhtar, ambaye Mukhtar bin Mukhtar ni mpiganaji wa muda mrefu toka kipindi cha vita ya Urusi na Afghanistan. Maana yake alitoka Algeria akienda kule akiwa na umri kama miaka 17. Kwa hiyo ni mpiganaji wa muda mrefu ambaye naye alikuwa amejitenga kutoka katika kundi la Al-Qaeda la Aqim Al-Qaeda in Maghrib. Kwa hivyo wakaenda ku coordinate kundi hili la Al-Mulathimina ambalo lilikuwa likiongozwa na Mukhtar bin Mukhtar, likaenda kuvamia katika machimbo ya gesi yanayopatikana katika nchi ya Algeria yanayojulikana kama Al-Amina. Katika machimbo haya yalivamiwa kwa sababu palikuwa kuna raia wengi wa kigeni, hasa kutoka katika nchi za magharibi. Kwa hivyo harakati ya Al-Mulathimina ilikuwa ni kutaka nchi ya Ufaransa iache kufanya mashambulizi kushambulia upande wa kaskazini mwa nchi ya Mali. Lakini sharti lingine walikuwa wanahitaji mmoja katika viongozi wa dini mwenye asili ya nchi ya Egypt au Misri, ambaye alikamatwa mwaka 92 na nchi ya Marekani, anajulikana kama Omar Abdurrahman, Sheikh Omar Abdurrahman, aweze kuachwa. Kwa ina maana ni demand ambayo walikuwa wameileta au ni hitajio walikuwa wameliweka baada ya miaka 20 kuwa imepita. Maana yake alikamatwa mwaka 92, mwaka 2012 wale Al-Mulathimina baada ya kuvamia katika machimbo ya gesi Al-Amina, shati lao lingine walikuwa wanahitaji ndio Sheikh Omar Abdurrahman aweze kuachwa. Pamoja na kwamba utekaji huu au uvamizi huu katika machimbo ya gesi ya Al-Amina haukuweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa, pamoja na kwamba walifariki watu takriban 35, lakini mwisho wa siku harakati ya nchi ya Ufaransa iliweza kuendelea na ikafanikiwa kwa kiwango kikubwa kuzima sehemu ile ya upinzani. Lakini kutokea kipindi hicho, maana yake eneo lile la Sahel, hasa eneo la katikati, kuanzia maeneo kama ya Niger, maeneo kama ya Mali, maeneo kama ya kusini mwa Algeria, kwenda mpaka katika sehemu za Libya, na kuzingatia kwamba mpaka sehemu mazingira ya Libya hayajatulia vizuri, maanake harakati hizi zilikuwa zikiendelea kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo baada ya kupita takriban kama miezi 8, kundi la Al-Mulathimina lile lilofanya harakati upande wa kusini mwa nchi ya Algeria likaungana rasmi na kundi la MOJWA, Movement of Jihad and Oneness, kutengeneza kundi lingine linalojulikana kama Al-Murabbituna. Kwa hivyo Ufaransa wakati huu inaendelea na harakati zake. Kufikia mwaka 2015 walikuwa wamefanikiwa kiwango kikubwa kuweza kutuliza hali ya upande wa kaskazini mwa nchi ya Mali, na hivyo serikali ya nchi ya Mali ikaenda kuingia katika makubaliano yanayojulikana kama Algeria Accord, ambayo walikaa na wale waasi wa Tuareg kuweza kuondoa zile sehemu za tofauti zao, ikiwemo kuruhusu wale wapiganaji wa Tuareg waweze kuchanganyika katika upande wa jeshi la serikali ya nchi ya Mali.
Lakini katika upande wa pili manake kundi la almulathimina na kundi la mujwa limekwenda kuungana kutengeneza kundi la almurabbituna, lakini kufikia mwaka 2017 takriban kundi hili jipya la almurabbituna likaungana na kundi la Ansaruddin ambalo walishirikiana na mujwa kuweza kukamata harakati ya jamii ya wale wa Tuareg. Kwa ina maana ikawa ni kundi la almurabbituna ambao ndani yake kuna kundi la mujwa, Movement of Jihad and Oneness, lakini vile vile kuna kundi la almulathimina lile lilofanya harakati ya kwenda kuvamia katika machimbo ya gesi ya Amina, kisha likaongezeka na kundi la Ansaruddin ambalo lilikuwa linaongozwa na Iyad Aghan ambaye sasa hivi ndio kiongozi wa movement hii ambayo inajulikana kama movement inajulikana kama Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin, ambayo sasa hivi ndio inafanya harakati kubwa katika nchi ya Mali. Kwa hivyo ina maana ikaungana Ansaruddin, ikaungana almurabbituna ambao ni mchanganyiko wa vikundi viwili vya almulathimina na Movement of Jihad and Oneness in West Africa, ikaungana na kundi la Al-Qaeda la inaitwa Al-Qaeda in Maghrib Aqim. Kwa hiyo maana likatengenezwa kundi jipya ambalo linajulikana kama Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin, ambalo ndio kwa sasa hivi limekuwa likifanya harakati pamoja na wanaharakati wa kutoka katika kabila la Tuareg ambao wanabebwa na simbo ya chama kinachojulikana kama FLA, Azawadi Liberation. Ndio sasa hivi amekuwa akifanya harakati hasa katika nchi ya Mali, na wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa hivi sasa. Maana yake wameweza kukamata mji kama wa Kidal ambao ni moja katika strategic city, ni moja katika miji ya kimkakati. Lakini vile vile pamekuwa kuna mapigano makali ambayo yamekuwa kiendelea katika mji wa Timbuktu. Lakini vile vile katika upande wa kaskazini, maana yake wameweza kudhibiti sehemu ya Gao ambao kwa actually ilikuwa imedhibitiwa na kundi lile la FLA, kwa maana ya kwamba Azawadi Liberation Front ambalo linaongozwa na watu kutoka katika kabila la Tuareg. Sasa mazingira namna hii manake kwa hivi sasa kwa serikali ya Mali yamekuwa ni mazingira ambayo kidogo ni magumu, pamoja na kwamba pamekuwa na ushirikiano wa karibu kutoka katika nchi ya Burkina Faso, kutoka katika nchi ya Niger na kutoka katika nchi ya Mali yenyewe. Manake imepatikana troop ya wanajeshi takriban kama 15,000 kwenda kupambana na mazingira namna hiyo, lakini vile vile ukizingatia kwamba kumekuwa kuna support kutoka katika nchi ya Urusi. Lakini kiujumla ni kwamba hali ya upande wa kaskazini mwa nchi ya Mali imekuwa ni hali ambayo ipo katika hali ngumu, au mazingira yake yamekuwa na changamoto kubwa sana. Sasa kwa kipindi hiki, kwa nini inaonekana kwamba kwanza kuna muunganiko wa makundi ambayo hayaendani katika ideology, yani hayaendani katika zile nadharia zao? Ukiangalia kundi la Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin, hili ni kundi ambalo vikundi vyote vilivyounganika hapo, kuanzia Ansaruddin kuja Almurabbitun kuja Aqim, vikundi hivi vyote nadharia yake kubwa ni kwamba vinahitaji sehemu ambazo wanazikontrol zitawaliwe kwa sheria za Kiislamu na si tofauti na hivi. Lakini ukija katika harakati kama za FLA, kwa maana ya kwamba Azawad Liberation Front, lengo lao kubwa wao ni kuweza kujitawala kwa sheria za kisekula, lakini cha msingi ni kwamba waweze kujitenga kutoka katika nchi ya Mali. Sasa fikira hizi mbili zinawezaje zikaunganika mahala pamoja? Kwanza zinaunganika kwa kuzingatia kwamba wote adui yao ni mmoja. Adui yao ni serikali ya nchi ya Mali, ndio adui yao, hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna adui mwingine ambaye ameongezeka, yuko nyuma lakini amejificha, naye si mwingine bali ni nchi ya Ufaransa. Kwenye mwaka 2023 baada ya serikali ya Nigeria iliyokuwa ikiongozwa na Bazoum, alikuwa rais wa nchi ya Niger, baada ya serikali yake Mohamed Bazoum, baada ya serikali yake kuweza kuanguka na nafasi yake ikachukuliwa na kiongozi wa sasa hivi wa nchi ya Niger, Abdurrahman Tiani, palitokea pressure kubwa sana kutoka katika nchi za ECOWAS kulani kwanza harakati iliyofanywa na Abdurrahman Tiani ya kuchukua utawala katika nchi ya Niger, lakini vile vile pressure kutoka katika nchi za magharibi, hasa nchi kama ya Ufaransa na jamaa wengine, wakihitaji serikali ya kiraia ya Mohamed Bazoum iweze kurudi tena madarakani. Lakini wakati pressure hii inapelekwa katika nchi ya Niger, ikumbuka kwamba katika nchi ya Burkina Faso ni nchi ambayo vile vile mapinduzi yalikuwa yamefanyika, ambayo yaliruhusu kuingia rasmi kwa
kiongozi sasa hivi wa nchi ya Burkina Faso, Ibrahim Traore. Lakini vile vile wakati huo ikumbukwe nyuma kuna mapinduzi ambayo yamefanyika katika nchi ya Mali yaliyoruhusu kuingia kwa Assimi Goita ambaye ni kiongozi sasa hivi wa nchi ya Mali. Sasa unavoweka pressure katika nchi ya Niger, automatically ukifanyikiwa kuondoa au kurudisha ile serikali ya kiraia na kuondoa ule utawala wa kijeshi wa Abdurrahman Tiani, automatically pressure ile itahamia katika nchi ya Mali, itahamia katika nchi ya Ivory Coast, ya nchi ya Burkina Faso. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba hizi nchi tatu zikaungana kwa pamoja, kwamba ukishambulia Niger maana yake utakuwa umeshambulia nchi ya Mali na utakuwa umeshambulia nchi ya Burkina Faso. Jambo ambalo lilikuja kupelekea nchi hizi tatu zikatangaza rasmi kwenye mwezi wa 9 takriban 2023 zikatangaza rasmi kuweza kujiondoa kwanza katika ile umoja wa ECOWAS, ule umoja wa kiuchumi wa nchi za Afrika Magharibi kule ECOWAS, ikaweza kujiondoa kule, lakini vile vile wakaungana kutengeneza umoja wao ambao maana yake ni kwamba ni alliance ambayo inaweza kujilinda na kufanya mambo mengi kwa pamoja, kwa ushirika. Jambo ambalo katika kipindi ambacho Ufaransa inapambana na wale wanamgambo wa Kiislamu kutoka katika kundi la Mujwa na Ansaruddin, baadaye walikuja kutengeneza Sahel Alliance G5, walikuja kutengeneza umoja wa kujihami wa zile nchi za Sahel. Maana yake ilikusanya nchi kama 5, ilikusanya nchi ya Chad, ikaja kukusanya nchi ya Niger, ikakusanya nchi ya Mali, ikakusanya nchi ya Mauritania pamoja na nchi ya Burkina Faso. Nchi kama 5 zilikusanyika katika umoja huo. Sasa hizi nchi tatu zilipokuja kutengeneza umoja wao, maana yake ule umoja uliotengenezwa nyuma na nchi ya Ufaransa ulikuja ukasambaratika. Lakini mbaya zaidi, Ufaransa ilikuwa imewekeza bezi katika mji wa Jamena kule katika nchi ya Chad, ulikuwa umewekeza katika mji wa Niamey pale Niger, ulikuwa umewekeza kule Gao katika nchi ya Mali, ulikuwa umewekeza Ouagadougou kule Burkina Faso, lakini vile paka katika nchi ya Mauritania, kote walikuwa wameweka ya bezi zao. Lakini vile vile walizialika nchi nyingine, nchi kama ya Marekani. Marekani iliwekeza bezi ambazo zilikuwa zinagharimu pesa nyingi. Kwa mfano katika nchi kama ya Niger waliwekeza bezi pale katika mji wa Jamena, lakini vile vile waliwekeza katika mji wa Agadez, moja ya bezi ambayo inajulikana kama drone base, ambayo ilikuwa ni bezi kubwa, imefanyika investment kubwa sana. Sasa zilipokuja hizi nchi kuungana, protokoli ya kwanza ilikuwa ni kwamba nchi ya Ufaransa inatakiwa iondoke. Nchi ya Ufaransa na nchi za magharibi inatakiwa ziondoke, kwa sababu kichoko kinaonekana ni kwamba wao walikuwa wanafaidika na rasilimali za zile nchi za Sahel bali. Na njia pekee iliyokuwa inawafanya wao waendelee kubaki pale, inaonekana nyuma ya pazia ni kama walikuwa wakiunga mkono kwa siri vikundi vya wanamgambo ambao vinapatikana katika eneo husika viweze kufanya disturbance ili kutengeneza umuhimu wa Ufaransa kuendelea kuwepo na baadhi ya nchi za magharibi kuendelea kuwepo katika eneo la Sahel. Sasa hichi kinachoendelea sasa hivi kinaonyesha wazi kwamba adui ambaye amejificha bila shaka ni nchi ya Ufaransa, na ndio ameweza kucoordinate kuweza kuunganisha fikra mbili ambazo haziunganiki mahala pamoja. Fikra za Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin, fikra yao ni tofauti, na fikra za FLA, Azawadi Liberation Front, fikra zao ni tofauti. Hawa ni wa secular, hawa ni watu ambao wanafata misimamo ya dini. Kwa hivyo kuweza kuunganika maana yake nyuma probably kuna nguvu ambayo inaweza inafanya juhudi ya kuweza kuwaunganisha ili kuhakikisha kwamba wanamfikia common enemy, wanamfikia adui yao pamoja ambaye ni serikali ya nchi ya Mali. Lakini vile vile tunalisema hili kwa kuzingatia kwamba toka serikali ya Mohamed Bazoum ilipoanguka pale Niger na muunganiko ukatokea baina ya nchi ya Niger pamoja na nchi ya Mali pamoja na nchi ya Burkina Faso kutengeneza confederation yao, nchi ya Ufaransa uhasama wake umezidi sana kwa nchi ya Urusi, na ulizidi kwa kuzingatia kwamba movement hii inaonekana ilikuwa imekuwa coordinated na nchi ya Urusi, imekuwa coordinated na nchi ya Urusi, na ndio maana nchi ya Ufaransa ilikuwa iko tayari hata kupeleka jeshi lake kwenda kupigana moja kwa moja katika nchi ya Ukraine dhidi ya nchi ya Urusi. Na hata ukiangalia sasa hivi Marekani chini ya Rais Donald Trump wakati mwingine imekuwa ikileta proposal za kutaka nchi ya Ukraine iweze kuachia baadhi ya maeneo upande wa magharibi, upande wa mashariki mwa nchi ya Ukraine, manake hasa katika mji wa Donetsk, manake katika maeneo kama
Kramatorsk, maeneo kama ya Konstantinovka na mfano wake. Maanake ni maeneo ambayo actually ni maeneo ambayo bado yana ngome imara za nchi ya Ukraine kwa kiwango kikubwa, lakini Marekani imekuwa ikitia pressure ikitaka kwamba maeneo haya ya Kramatorsk, Konstantinovka na mfano wake yaweze kuachwa, yakabidhiwa katika nchi ya Urusi, katika mazingira ambayo moja katika nchi ambazo zimekuwa zikipinga kwa kiwango kikubwa kiasi ambacho iko radhi hata kupeleka wanajeshi wake wakapigane ni nchi ya Ufaransa. Na hii ni kwa sababu ya hasira ambazo Ufaransa wanazo dhidi ya nchi ya Urusi baada ya Urusi kucoordinate move iliyopelekea Ufaransa kuweza kuondoka katika nchi ya Niger na kuondoka katika nchi ya Mali na kuondoka katika nchi ya Burkina Faso na mfano wake. Kwa ina maana influence yake ilikuwa imeharibika kwa kiwango kikubwa, na ubaya zaidi ni kwamba hizi nchi ni nchi ambazo ziko katikati ya barabara. Maana kutokea katika nchi ya Chad hauwezi kwenda katika nchi ya Mauritania au kwenda katika nchi ya Senegal, isipokuwa katikati yake lazima upite katika nchi ya Niger au upite katika nchi ya Mali na mfano wake. Sasa inapotokea kwamba ile eneo la katikati haliko chini ya udhibiti wa nchi ya Ufaransa, maana yake ni kwamba influence yake inakuwa imepungua kwa kiwango kikubwa zaidi, na ndio maana moja katika nchi ambazo zimekuwa ziko very serious kuhusiana na mgogoro kuendelea dhidi ya nchi ya Urusi kwa kuitumia nchi ya Ukraine ni nchi ya Ufaransa, kwa sababu ya historia ya movie ambayo Urusi waliifanya katikati ya bara la Afrika. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo tunaona kwamba hichi kinachoendelea katika nchi ya Mali kwa kiwango kikubwa vile vile kinakuwa coordinated na nchi ya Ufaransa. Sasa katika mazingira namna hii, maana yake ni mazingira ambayo yanatengeneza sintofahamu kubwa. Inatengeneza sintofahamu kubwa kwa kuzingatia kwamba wanaoratibu mgogoro huu hivi sasa manake sio wale ambao wanaonekana wanapigana katika mgogoro husika. Manake ukiangalia katika nchi ya Mali support kubwa inahitaji kutoka katika nchi ya Urusi, na hata ukimwangalia sasa hivi Rais Osim Goita, ukiangalia hata wale wanaomlinda utaona ni mchanganyiko wa jamii fulani wa Afrika, lakini vile vile na mchanganyiko wa wanajeshi wa nchi ya Urusi ndio wanaomlinda Osim Goita. Lakini vile vile ukiangalia mazingira jinsi yalivyo katika upande wa hivi vikundi kama vya hivyo za kile cha FLA pamoja na kikundi cha Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin, utaona ni vikundi ambavyo kwa kiwango kikubwa kwa kipindi hiki probably vinapasa support kutoka katika nchi ya Ufaransa, kwa kuzingatia kwamba Ufaransa bado anahitaji kurudi katikati ya Afrika. Ufaransa bado anahitaji kurudi katika nchi ya Niger, bado anahitaji kurudi katika nchi ya Mali, bado anahitaji kurudi katika nchi ya Burkina Faso. Na njia pekee inaweza kuifanya Ufaransa iweze kurudi katika mazingira ya katikati ya bara la Afrika, maana yake, au katikati ya Sahel kiujumla, maana yake ni kuhakikisha kwamba eneo hili linabaki kuwa si eneo tulivu. Linapobaki kuwa si eneo tulivu, maana yake kuna msaada unaweza ukahitajika wa kimataifa ambao unaweza ukaja kwa masharti, ikiwemo kupungua kwa influence ya nchi ya Urusi katika maeneo husika. Na hili tumelishuhudia katika matukio kadhaa. Kwa mfano kwenye mwaka 2012 mpaka 2015 katika kilele chake, katika nchi kama ya Iraq lilipoibuka kundi la Islamic State, nchi ya Marekani iliweka sharti kwamba ili Marekani iweze kutoa support katika nchi ya Iraq ni lazima serikali ya Nuru el-Malik iweze kuondoka madarakani, kwa kuzingatia kama serikali ya Nuru el-Malik ni serikali ambayo sikio lake la usikivu lilikuwa katika nchi ya Iran. Kwa hivyo Nuru el-Malik alivyoondoka madarakani akaingia Haidar al-Abadi, matokeo yake ni kwamba nchi ya Marekani ilikwenda kutoa support yake katika nchi ya Iraq. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunategemea kuendelea kulishuhudia, na kama haitofanyika juhudi ya kutosha dhidi ya harakati hii ambayo inaendelea katika nchi ya Mali, bila shaka inaweza kutengeneza sintofahamu kubwa sana katika upande wa nchi ya Niger yenyewe, kwa kuzingatia upande wa magharibi mwa nchi ya Niger wanapatikana vile vile jamii ya watu wa Tuareg, lakini vile vile upande wa kusini mwa nchi ya Mali, kusini mwa nchi upande wa kaskazini mwa nchi ya Burkina Faso vinapatikana vikundi vile vile kama Katibu Messina, ambao vile vile sehemu ya kundi hilo
limeungana pia kutengeneza hiyo Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin. Maana yake kuna hiyo Kataibu Masina, kuna au Mojua, kuna au nani Almurabbituna, kuna Ansaruddin, kuna Aqim. Maana yake wote ndio wamekusanyika kutengeneza hiyo kundi la Jamaatu Nasrul Islam wal Muslimin. Kwa hiyo ile eneo lote inawezekana likaingia katika sintofahamu kubwa kama hakuna juhudi ya kutosha ambayo inaweza ikafanyika. Lakini iwapo vile vile watafanikiwa kuchukua eneo la kaskazini mwa nchi ya Mali, basi tutegemee katika siku za usoni upande wa kusini mashariki mwa nchi ya Algeria inawezekana vile vile pakawa kuna shida katika siku za usoni. Lakini vile vile upande wa magharibi mwa nchi ya Niger bila shaka vile vile kuna hali ya sintofahamu kubwa inawezekana ikaendelea kujitokeza, kuzingatia kwamba jamii ya watu wanaopatikana katika ile eneo lote kutokea katika upande wa kusini mwa nchi ya Libya kwenda katika upande wa kusini magharibi mwa nchi, kusini mashariki mwa nchi ya Algeria kwenda katika upande wa kaskazini mwa Mali kwenda katika upande wa magharibi mwa nchi ya Niger, yote ni jamii ya watu wa Tuareg. Kwa inawezekana wakatumika kuweza kulifanya ili eneo lote likaingia katika sintofahamu, kwa kuzingatia kwamba kuna jamii ya wapiganaji ambao wenyewe wanahitaji waweze kutengeneza state ambayo itakuwa iko tofauti, au kutengeneza nchi ambayo itakuwa iko tofauti, au inafuata sheria tofauti na sheria za kisekula ambazo zinafuatwa katika mazingira husika. Kwa bila shaka bado tuna muda wa kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika siku za usoni tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.